Karibu eHope TV. TAKUKURU Mbeya imefanikiwa kurejesha mali za kikundi cha Asante Mbeya project zinazokadiriwa kuwa za thamani ya shilingi milioni 150. Mali hizo ni magari matatu, mawili yakiwa aina ya Toyota Coaster yenye za usajili T475 EEB na T233 EJF, na moja ikiwa ni aina ya Toyota Noah yenye namba za usajili T288 ELJ. Mali nyingine ni vyombo vya chakula ambavyo vilinunuliwa na kikundi hicho kwa ajili ya kutoa huduma za chakula pale mmoja wa kikundi alipopata msiba. Mali zote hizo zilinunuliwa kupitia michango iliyochangwa na wanachama wa kikundi cha Asante Mbeya project, na mwanzilishi wa kikundi hicho ni Bwana Daniel Thomas Mwanakatwe, kwa kificho na huku akiwa na nia ovu ya kutaka kuwadhulumu wanakikundi wenzake. Nia hii ovu ilionekana kutokana na kitendo cha Bwana Mwanakatwe kusajili mali zote zilizonunuliwa kwa michango ya wanakikundi kama mali zake binafsi chini ya jina la biashara la Asante Mbeya project. Ndugu na habari, kama mnavyojua, kifungu cha 9H cha katiba yetu kinakataza masuala yote ya dhuluma, uonevu na unyanyasaji. Kama TAKUKURU ya Mungu kuingilia kati kuweza kuokoa mali hizo. Awali TAKUKURU ilibaini kwamba kikundi hicho kilianzishwa mwaka 2021 kilikuwa hakijasajiliwa kwa mujibu wa matakwa sheria za uanzishaji na uendelezaji wa vikundi vya kijamii kama hicho. Hivyo katika hatua nyingine, TAKUKURU iliwezesha kusajiliwa rasmi kwa kikundi hicho cha Asante Mbeya project kwa wakala wa usajili wa biashara na utoaji wa leseni, yani BRELA. Aidha, TAKUKURU mkoa wa Mbeya katika ufuatiliaji wa taratibu za uendeshaji wa kikundi cha Asante Mbeya na umiliki wa mali zake imewezesha kwa mara ya kwanza kufanyika uchaguzi wa kidemokrasia wa viongozi wa kikundi wa kipindi cha mpito cha miezi mitatu, kuandaa katiba ya kikundi na kisha kusajiliwa kwa kikundi hicho katika ofisi ya halmashauri ya jiji la Mbeya. Hatua hii imewezesha kuhamisha umiliki wa mali zote za kikundi kutoka kwa Bwana Thomas Mwanakatwe na hatimaye kuwa kwenye umiliki wa kikundi cha Asante Mbeya project ambacho sasa kinamilikiwa na wanakikundi wenyewe. Ndugu na habari, sehemu ya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha kwa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefungua majadala ya uchunguzi mawili kwa miradi ya maendeleo ambayo ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za utekelezaji wa miradi hiyo ulibaini mapungufu makubwa. Kwa miradi ambayo mapungufu yake yalikuwa ni madogo, ushauri umetolewa wa kuboresha mapungufu hayo na ufuatiliaji unaendelea kuhakikisha yatekelezwa na thamani halisi ya fedha inafikiwa. Kwa ujumla, tumefuatilia matumizi ya fedha jumla shilingi bilioni 177.5 kwenye utekelezaji wa miradi 53. Uchambuzi wa mfumo. Katika kutekeleza jukumu hili, TAKUKURU mkoa wa Mbeya imefanikiwa kuziba mianya ya rushwa 5 katika uchambuzi wa mifumo wa mianya ya upotevu wa mapato katika ukataji na matumizi ya leseni za biashara katika halmashauri ya wilaya ya Kyela, ambayo ingeachwa ingeweza kusababisha uwepo wa vitendo vya rushwa katika utoaji wa huduma hiyo. Uchambuzi huo umewezesha biashara ambazo zilikuwa hazitambuliki na hazikatiwi leseni kuweza kutambuliwa na kutoa leseni, na hivyo kuongezea halmashauri husika mapato. Aidha, kwa kipindi hicho zilifanyika jumla ya chambuzi za mifumo 7 katika sekta za elimu, afya, mapato,
na maendeleo ya jamii, na pia vikao 4 vya kuwekeana mikakati vimefanyika na tutaendelea kufuatilia utekelezaji wa maazimio yaliyowekwa. Ndugu wanahabari, uelimishaji wa umma. Katika kipindi cha Januari hadi Machi 2026, TAKUKURU mkoa wa Mbeya iliwafikia zaidi ya wananchi 15,775 waliopewa elimu kuhusu madhara na athari za vitendo vya rushwa. Elimu hiyo ilitolewa kwa makundi mbalimbali wakiwemo watumishi wa umma, sekta binafsi, vijana wa shule za msingi, sekondari na vyuo, wanawake na wazee. Aidha, elimu hii imesaidia katika kuwashirikisha wananchi na wadau muhimu kuwa na utayari wa kushirikiana na TAKUKURU katika mapambano dhidi ya vitendo vya rushwa nchini. Uchunguzi na mashtaka. Ndugu wanahabari, katika jukumu hili malalamiko 109 yalipokelewa. Kati ya hayo malalamiko 62 yalihusu vitendo vya rushwa na malalamiko 47 hayakuhusu rushwa. Aidha, malalamiko ambayo yalihusu rushwa, uchunguzi umeanzishwa na upo katika hatua mbalimbali, na kwa malalamiko ambayo hayakuhusu vitendo vya rushwa, wananchi walielekezwa taasisi husika za kupeleka malalamiko hayo. Kwa kipindi husika, kesi 4 zimeamriwa na zote jamhuri imeshinda. Kesi mpya 8 zimefunguliwa mahakamani na zinaendelea. Kwa sasa ni kesi 4. Ndugu wanahabari, mikakati ya kipindi cha mwezi Aprili mpaka Juni 2026. Katika kipindi hiki TAKUKURU Mbeya imejipanga kufanya yafuatayo: mosi, kuendelea kutoa elimu kwa wanafunzi, wananchi na watumishi wa umma kuhusu athari za rushwa na umuhimu wa kujiepusha na vitendo vya rushwa kupitia semina, mikutano ya hadhara, vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Pili, kuendelea kufuatilia kwa karibu fedha za miradi ya maendeleo zinazotolewa na serikali ili kuhakikisha zinatumika kwa malengo yaliyokusudiwa. Tatu, tutashirikiana na wadau wote mkoa wa Mbeya ili kuongeza ufanisi katika kubaini mianya ya rushwa na kuiziba. Karibu eHope TV.